apesi. Amen. So Yusufu alikuwa mtu ambaye alizaliwa akiwa kitinda mimba namba 2 kutoka last. Bwana apesi. Amen. Hapo kulikuweko na Ruben ambaye kitinda mimba. Bwana apesi. Amen. So Yusufu alikuwa mtu mzuri sana na alikuwa mwenye ndoto. Akiota kitu kinafanyika. Bwana apesi. Amen. Akiota lazima hilo jambo lifanyike. So wakamuita mwana ndoto. Wakati walipomuita yeye ndiye mwenye kuota ndoto na mwenye kutafsiri ndoto, siku moja ikawa ya kwamba yeye akaota ndoto ya kuwa jua na mwezi na nyota zimemwinamia. So alipoenda kuambia papa yake, kumwambia hii ndoto gani wewe unaniletea hapa? Kwani unamaanisha mimi nitakuinamia na mama yako na ndugu zako? Bwana apesi. Amen. Hapo ndivyo vita vilianza kwa ajili ya Yosefu. Yosefu akakosa amani ya kwamba sasa ndugu zake wakaanza kumwinda waue. Na walipofika mahali pa kuua, kwa sababu alikuwa anawapelekea chakula, wakasema tutakuficha. Bwana apesi. Amen. Sasa wakamficha. Walipomficha wakauza kule Misri. Na kufika kule, bibi ya mfalme akampenda. Akasema huyo kijana ndiye nataka akuja afanye kazi kwa nyumba yangu. Bwana apesi. Amen. Alipoingia mahali pale, nataka waangalie. Alipoingia kwa hiyo nyumba ya mfalme, alifanya kazi kwa uzuri bila kuwa na upendeleo, bila kuharibu kazi. Bwana apesi. Amen. Mfalme siku moja akawa ameenda katika mkutano wake wa hadhara na amemwacha kule kwa nyumba. So mwanamke akasema ya kwamba lazima leo utakuwa mkeni wangu. Yeye akamwambia haiwezekani. Yeye akasema itakuwa. Akamwambia haiwezekani. Kwa hiyo aliposema ya kwamba haiwezekani, akawa anatoka na akashika nguo yake ikapaki mikononi. So wakati nguo yake imepaki mikononi, akararua yake. Akajua huyu akiambia mfalme nitakuwa nimepata aibu kubwa, nitafukuzwa. So akapiga mayowe. Akasema ya kwamba Yusuf alikuwa anataka kumfumania. Kesi ikaenda mbele. Na kwa sababu yeye ni bibi ya mfalme, alijua kwamba atakuwa na watu wengi ambao watakuwa mashahidi. Na Yusuf hatakuwa na shahidi. Kesi ikawekwa kwa meza. Hakimu akauliza, Yusuf, uko na mashahidi? Yeye akamwambia ndio, niko na shahidi mmoja tu. Maana yake Mungu haonekani mahali hapa, lakini na shahidi mmoja peke yake. Wakasema unaweza kuita akuja hapa. Akamwambia mtoto wake. Sawa, akaleta mtoto kananyonya, kajui kuongea. Bwana apesi. Amen. Mashahidi wamesema ya kwamba Yusuf amefanya makosa. Lakini Yusuf anasema ya kwamba mtoto ndiye atakuwa shahidi. Bwana apesi. Amen. Alafu tutafanyikaje? Hakimu akauliza, je, mama mtoto, huyu mtoto huwa anaongea? Akasema hajawahi ongea na hajawahi tamka jambo lolote. Akauliza Yusuf, wewe unaleta mtoto ambaye haongei, ataongea? Akamwambia, wewe uliza maswali ambayo ungeuliza shahidi yako, kwa sababu yeye ndiye shahidi yangu. Bwana apesi. Amen. So huyo hakimu akauliza huyo mtoto, wewe unaweza semaje juu ya hii kesi ile imeletwa hapa mbele? Wewe uliona nani mwenye makosa kati ya mama yako na Yusuf? Mtoto akatamka, akasema mama alikuwa ametamani Yusuf na Yusuf akakataa. Na alipokataa akajaribu kukimbia, akashika shati lake akachukua. Alipoona ya kwamba amepaki na shati, akararua nguo yake na akapika nduru. Ndio sasa hii kesi iko hapa. Yeye alikuwa anataka Yusuf akakataa. Watu wakashangaa. Wangeachilia Yusuf,
lakini wakamweka ndani kwa sababu ni bibi ya Bwana. Bwana pesa. Amen. Kule gerezani kukawa na askari wawili ambao walikuwa wanaota ndoto. So mmoja akaota ya kwamba amepewa unga na ndege zinakula juu ya hiyo unga. Bwana pesa. Amen. Alafu na mwingine amepewa kikombe, alafu amempatia mfalme. Bwana pesa. Amen. Wakauliza, na hii ndoto inamaanisha nini? Kwa sababu hawajui. Ujue hawa ni watu ambao wako kwa gereza. Ndiposa Yusuf akawaambia, wewe ambao umeota umepewa unga na ndege zinakula, wewe baada ya siku 3 unaenda kuwawa, na ukiwawa kichwa chako kitatundikwa juu ya mti na ndege zitakula ubongo yako. Shetani ashinde. Na yule ambaye aliambiwa ya kwamba yeye amepewa kikombe, amepatia mfalme, akamwambia, na wewe utatolewa hapa gerezani, unaenda kuinuliwa, na ukifika huko tafadhali unikumbuke. Bwana pesa. Amen. Hawa watu wote baada ya siku 3 ilitimia. Huyu akawawa na huyu akainuliwa, lakini hakutoa Yusuf. Sawa, mfalme akaota. Bwana pesa. Amen. Akaota ng'ombe nene kubwa za kukamuliwa nyingi sana. Kafurahi. Alafu akaangalia tena ng'ombe zingine ndogo zimekonda, zikameza hizo kubwa, zimenenewa, zikaisha. So akaenda kuuliza watu ambao wanajua kutafsiri ndoto, ikakosekana. Ndiposa yule askari akasema, nilipokuwa kule gerezani kuna kijana ambaye aliweza kutafsiri ndoto yangu. Yamkini tumuita kuja tafsiri hii ndoto. Akamuuliza ni nani? Yusuf. Yule kijana Mwebrania. So kamwambia, sasa kwa sababu pale gerezani ni pachafu, hata nywele imechakaa huko kama hii hapa. Para pesa. Unajua tutanipa pesa kwenda kunyoa. Shinde. Shetani ashinde. So enda mkamunyoe nywele, chukua mavazi mazuri, mumbike, afunge kilemba, mkamulete. So akaenda na viatu smart, nguo nzuri, afunge kilemba, nywele imetolewa, akakuja mbele ya mfalme. Bwana pesa. Amen. Alipofika mfalme, tena hiyo ndoto imepotea. Sasa akumbuki. Sasa anauliza, ni ndoto hayo nilikuwa nimeota siki nikani hii? Yusuf akasema, mfalme, wewe umeota ndoto kwa usiku moja, lakini zilikuwa ndoto ngapi? 2, na zinamaanisha jambo moja. Bwana pesa. Amen. So ndoto ya kwanza, wewe umeota ukiona ng'ombe nyingi ambazo zimenenewa za kukamuliwa maziwa nzuri. Ni hapo. Sasa wewe niambia bana yake ni nini? Bwana pesa. Amen. Kasema, hizi ng'ombe ambazo siko nyingi zimesimamia kwa sababu unakamua maziwa. Bwana pesa. Ndani ya mawazo yako ulikuwa ukifikiria vile inji yako inaweza ikakaa. Ndani ya mawazo yako ulikuwa ukiangalia unawezaje kuongoza hawa watu waweze kuridhika na ufalme wako na mambo yao mazuri. Kupitia kwa haya maziwa ambao wewe unakamua, inamaanisha ya kwamba katika inji yako unaenda kuwa na chakula mingi kwa miaka 7. Bwana pesa. Amen. Katika hii miaka 7 chakula itakuwa kingi zaidi. Sasa tunastahili tuweke hii chakula tukijiandaa kwa ajili ya hawa ng'ombe 7
ambao wamekonda, wamemesa ng'ombe 7 ambao ni wanene. Bwana apewe sifa. Amen. Akasema na tupate wapi mtu kama huyu ambaye ametafsiri hii ndoto ambayo ni ya maana kutoka kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Akainua huyo Yusuf, hakurudi gerezani tena, akampa akae katika ufalme na akamwambia, sasa ni wewe ndio utasimamia hiyo hali ya kukusanya chakula. Angalia vile utapanga hiyo vyakula, uangalie vile vitawekwa. Bwana pesa. Hiyo ikawa kazi ya Yusuf, na akaifanya kwa ustadi, kwa uzuri, kwa uaminifu katika hiyo miaka 7. Bwana pesa. So tulipofika mwaka wa 8 njaa ikawa imeingia. So mwaka wa 9 watu wakaanza wanakimbia, wanaenda huko kununua chakula. Kuelekea hivyo sasa ikawa ni tafu, mpaka ikafikia ndugu zake sasa wakamfikia, na kwa time yeye alikuwa mwembamba, lakini sasa ameweka mashafu, amekuwa mtu mzima, kwa hiyo hawakuweza kumtambua, lakini yeye alikuwa anawatambua. Bwana apewe. Amen. Hilo linamaanisha nini? Linamaanisha ya kwamba kuna mambo ambayo wewe ulifanya na ukaelewa jinsi yalivyokuwa yanaenda. Bwana apewe. Amen. Wacha tuseme namna hii. Bwana apewe. Amen. Ndio naleta mfano ambayo inasababisha watu wakilia. Yaani wewe uliolewa kwenye ndoa. Bwana apewe. Amen. Baada ya kuolewa kwenye ndoa ukafurahi, alafu ukawachwa nyumbani. Baada ya kuachwa nyumbani ukaenda ukafanya makosa yako, shetani ashinde. Kuna yule mtu ambaye anakuja anaingia kwa nyumba ya mmewe na analinda hiyo mimba mpaka ajifungue, na kuna yule ambaye anang'ang'ana aitoe. Sasa kama wewe uling'ang'ana ukatoa, ndivyo inaleta shida ya kwamba wewe huwezi kukasa. Maana yake uling'ang'ana ukatoa. Hilo limekuwa pepo ambalo linasimama likisema ya kwamba mbona unatafuta mtoto na wewe ulimtoa? So huwezi kukasa mpaka ling'olewe ndio uweze kuzaa. Shetani ashinde. Lakini yule mtu ambaye alilea hiyo mimba na akasa, inakuwa takidandawili. Maana yake mwanaume baada ambapo anaenda kuombewa, anaambiwa wewe mtoto si wako. Kama wewe unataka kujua, nenda ukafanyie, utaona. Shetani ashinde. So yeye anakuja na anajaribu na anaona hiyo kitu imefanyika. So anajua wewe kumbe ulipokuacha nyumbani ulifanya makosa. Shetani ashinde. Ndoa inavunjika. Shetani ashinde. Kwa hiyo kile kitu ambacho kilisimama ndani ya Yusuf, hakuna siku alifanya makosa. Na ndipo tunapofika sura ya 50, yeye anasema nimefika mahali ambapo nawapa kwa yeye. Maana yake huu mwili wa udongo unarudi kwa udongo, lakini kuna mwili ambao utakuja. Maana yake Mungu atakuja kuwatembelea. Yeye anapokuja kuwatembelea, jua ya kwamba mimi ninapokufa nitakuwa nimepaki mifupa. Pepa hii mifupa mwandamane nayo kupelekea nchi ya Kana. Bwana apesi. Amen. So tunapata hivi, wakati yeye aliposema hivi, hao watu walipepa hiyo mifupa baada ya kuona majaribio mengi pale nchi ya Misri. Maana yake yeye alipofariki, mfalme aliyekuwepo naye akafariki, tukawa na mfalme mkeni ambaye aliyechakuliwa. Bwana pesa. Vile tulikuwa na hayati Mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa anajua maisha ya wananchi. Bwana pesa. Alikuwa akiongeza serikali, yaani mdururu, na kila mahali ilikuwa ni moja. Bwana pesa. Tukapata hayati ambaye ni Profesa Arap Moi
ambaye naye pia akachukua hiyo nyara. So vitu vilikuwa bei rahisi. Bwana pesa. Amen. Na wakati vilikuwa bei rahisi, vikafika mahali akapata mashauri. Na alipopewa hiyo mashauri, ndio ikaitumbukiza stage kuwa katika hali ya kusunguka. Shetani ashindi. So hiyo roho ya aliyekufa kutoka Tanzania ndio inatawala Kenya. Na hiyo roho ndio tunaikataa. Hiyo roho ndio tunaikataa kwa sababu hiyo roho ndio imesipapisha ya kwamba mshahara unaweza ukapunguzwa, lakini huwezi ukapunguza bidhaa ambayo mtu anakula. Wewe unakaa kwa nyumba ya 20 na mshahara imeletwa kuwa 10,000 na huwezi ukalipa hiyo nyumba. Wewe unapata 10,000 umekaa kwa nyumba ya 5,000 na mshahara umerutishwa 5,000. So wewe hutaweza kulipa hiyo nyumba, maana yake unahitaji kukula. That is why landlord wanalia juu ya miili yetu hapa. Shetani ashinde. Haya mashauri jinsi yaliyotolewa hivi ndio yanaleta shida. So hiyo roho lazima tuende kwa makoti tuing'oe iende. Amen. Bwana pesa. Amen. Tukisimama imara lazima tutapokea ushindi. Amen. Tusiposimama imara so ni mauti inatuotea. Kweli. Shetani ashinde. Kwa hiyo Yusuf alisimama akisema kwamba mtapepa mifupa yangu. Na waliipepa. Licha ya kwamba yeye alikuwa amekufa, lakini maombi yake yalisikika mbele za Mungu. Licha ya kwamba yeye alikuwa amekufa, vilio vya hao wana wa Ibrania walisikika. Bwana pesa. Amen. Hivyo tunapoenda Kutoka sura ya 3 inaonyesha kwamba Musa anaitwa. Vua viatu vyako mahali umesimama ni patakatifu. Yeye anasema kwamba mimi sijui kuongea. Lakini anaambiwa kwamba nitakupatia ndugu yako ambaye ni Haruni. Atakuwa na tafsiri yale maneno ambayo unaongea. Bwana pesa. Amen. Musa alikuwa kikumizi kwa sababu yeye alikuwa amelelewa na kabila mbili. Yeye alikuwa ni Mwebrania na huku amelelewa na Wamisri. Kwa hiyo sasa hiyo lugha ikawa ya kwamba ni nzito kushika. That's why Musa akawa na kikumizi. Shetani ashindi. Na hiyo kikumizi ndio isipapisha ikawa ya kwamba vitole viwili ndio vinawanga chao, si kitole kimoja. Na hiyo kikumizi ndio isipapisha aende na Haruni wakiwa watu wawili, si yeye peke yake. Bwana pesa. Amen. Na hata kwa koti unapoenda kuingia pale, ndio sababu lazima kuwe na shahidi ndio kesi iweze kupitishwa. Wewe peke yako hakuna kesi. Shetani ashinde. Saa ile walipopitisha na wakasema ya kwamba sasa tumefika mbele ya mfalme, wakasema wana wa Israeli sasa walete. Hapo ndio jina la Israeli linatokea. Na hii jina la Israeli lilitokea kwa nini? Kwa sababu Yakobo alikuwa amenyana na malaika usiku kucha wakati alipokuwa anatembea. Bali pale akaita Bethel. Bwana pesa. Amen. Alipomenyana na malaika, alimenyana na malaika kwa sababu yeye alikuwa anataka kuona kile kitu ambacho kinafanyika. Bila unaweza kuwa unatembea na uende ujilase mahali kwa sababu safari imekulemea na umejiwekelea chiwa. Shetani ashinde. Na akaona malaika wanashuka wakirudi pale mbinguni wakichukua ripoti za wanadamu. Akasema mara hapa ni pa Mungu. Ndiposa tena naota hiyo ndoto ya kwamba malaika ndio huyu alipoamka akaona malaika amemsimamia. So akaanza kumenyana akifikiria ni hatuni. Baada ya kufika asubuhi, yeye malaika anataka arudi, yeye akakwamilia hapa. So alipomshika hapa akamwambia wewe utanibariki ndio uende. Akamwambia utaitwa Israeli. Bwana pesa. Amen. So Mungu anapoenda kuita Musa anamwambia wana wa Israeli wako kule Misri. Alimwambia kwa sababu alikuwa tayari limetapeliwa na limetimia, maana yake yeye
na akamwambia utaitwa Israeli. Bwana apewe. Amen. Hatufanyi vitu kwa sababu umefikiria ndani ya kichwa, lakini tunafanya kwa sababu vimetapiriwa na vimewekwa, vinaenda kutimia. Bwana apewe. Amen. Alafu ikakuchaji yeye baada ya kumaliza sawa, ni ile swala imelala. Bwana apewe. Amen. Imekimbizwa mbio na ikajaribu kuokoa maisha yake, ikashindwa. So imelala ikijua kwamba mahali hapa sitapatikana. Bwana apewe. Amen. Ndivyo wana wa Israeli walikuwa. Maana yake walikuwa wamenyanyaswa, wakajua ya kwamba hakuna mkombozi ataonekana mbele, hakuna mahali tutaenda, shetani ashindi. Na ndipo sasa Haruni na Musa walipofika, wakawaambia, sisi tumetoka Kanaani, nchi ambayo imejaa maziwa na asali, maji matulivu, mahali pale yako tunakula vitu vingi, matunda, tunastahili twende tukule hizo. Mwache kupikwa micharati kufanya hii kazi. Wakapata neno la faraja. Bwana apewe. Amen. Walipopata hilo neno la faraja, nataka uone ni vitu gani ambavyo wewe unaweza kuwa umevikatalia ndani ya maisha yako, vinakufanya ukilia, na ukiacha utakuwa huko huko. Shetani ashindi. Vitu ambavyo watu tunakatalia ni kuchukua kazi ambayo unaenda kuifanya. So ukichukua kazi, hakuna siku utaingia kazini. Shetani ashindi. Vitu ambavyo tunafanya vinatukatalia ni kuchukua watoto ambao unaenda kuzaa. Asi wewe ndio Mungu naumba. Mimi sitaki mtoto msichana. Unaona, mimi sitaki mtoto kijana. So mimi napishana ndani ya ndoa. Shetani ashindi. Hizo zinafanya kwamba hampokei watoto. Maana yake wewe unataka msichana na huyu anataka mwanaume. Hizo ni vitu ambavyo vinasimama kwa ajili ya kuharibu ndoa. Shetani ashindi. Vitu ambavyo vinasababisha tunakwama ni vile tunataka kwenda kuchenga nyumbani. Huyu anasema naweza chenga room 3 hapo, ingalau ni mapati ngapi? 25. 25. Mimi sitaki nyumba ya 25 kama ya ndugu yako. Hiyo ni jikoni. Siwezi. So mnakaa amchengi nyumbani, shetani ashindwe. Na kitu kama wewe ungekupani, useme kwamba unaenda kuchenga hiyo nyumba ya mapati 25. Ungechenga na ungeingia na ungejipanga sasa uchenge ile nyumba kubwa. Bwana pesa. But have you ever thought this way? Wewe umeshawahi fikiria kwa njia hii ya kwamba hata ukichenga nyumba ya room 25, room 30, at the end of the story, mwisho wa hadithi ya kuzaa hawa watoto, wataolewa na wataoa, watakuacha kwa hiyo nyumba ukiwa wewe na pipi. Shetani ashindi. Ndio utaona hiyo nyumba ni kubwa sana. Si vile unaangalia ya kwamba nyumba ni ndogo, lazima ujenge room nyingi ndio tuweze kuingia. Shetani ashindi. Ungeshughulika uwe na mahali pa kulala, mahali pa kuketi wakeni, na mahali pa kupikia, na mahali wa watoto watalala, na wale wasichana nao watalala. That is 5 bedroom house, sio 10, 12, 13. Na kama unataka kuongeza kasto utakuwa hapo kashikana hapo na chikoto para pesa. Lakini vile tunavyoweka masharti, siwezi tengea tu mabati. Mimi nataka kalshi. Sasa hiyo kalshi ndio inafanya usitengee nyumba. Shetani ashindwe. Lakini kama wewe ungenunua hiyo tu mabati na utenge hiyo nyumba umalize, ungenunua rangi hiyo ya cream na upake, na inaonekana sawa tu mabati wala pesa. Amen. So kuna vipengele ambao wote tunaweka na vinafanya kwamba tuweze endelea. Kuna vitu ambavyo tunasimama tukisema hivi, kazi vile umenifungulia, utajua ni nini naingiza. Sasa ile mnapokuwa na siri tu ya kazi ambao mmefunguliwa, ya kwamba utaki mwanaume achue, utaki mwanamke achue ile pesa ambayo imeingia, ndio umefunga. Shetani ashindi. Lazima uwe open.
Toa siri ndani ya roho yako, ndani ya akili. Kuwa wazi mbele ya mtu, naye atakusaidia. Bwana pesa. Sasa hizo siri ndizo vikukumisi ambayo vinasimama ndani ya ndoa. Ndio vikukumisi ambao huwa vinachenga madhabahu ndani ya familia. Shetani ashinde. Unataka kuhusisha ndugu yako hapo. Au kuna ndugu ambao nao wanapenda yeye akisikia kwamba unaenda kununua radio cassette na yeye hana, anasema mama, sitemi sababu na pesa anaenda kununua radio cassette, mbona asijinunulie nyama leo? Unaona mama anasema James, mimi mboga zimenishinda, ama ya kukula simba wiki, aenda ulete nyama. Bwana pesa. Sasa hiyo wewe unaenda kununua nyama si kilo moja, kuje ni family. Ni kilo 5. Shetani ashindi. So hizo kilo 5 2500 imeanguka, si ndio? Utanunua hiyo kasi. Ununue. Kwa hiyo kila siri ambayo inatakana kuwa ni siri bayana ya bwana na bibi ndani ya nyumba na mchungaji ambaye anawaombea. Mtafanikiwa. Lakini kujiandika hapa ni hapa. Hakika sisi tunaendelea. Tunaenda sasa kuleta radio system. Bwana pesa. Yeye akichukua radio system hiyo ina cost 35k. 35k unasikia usiku inakongwa. Nani wewe? Fungua hiyo mlango. Ama tuingie na unajua hao ni wezi. So unajaribu kupepa kitu unaweka kwa mlango, si ndio? Unasikia wezi wasiingie. Na hao wanakuambia tumeona vile unapanga hiyo vitu. Wewe endelea kupanga lakini tutaingia. Sawa? Anajitengeneza. Akikonga teke pa mlango hiyo inaanguka pande ile, anakuambia usitoe sauti. Leta hiyo 35k. Si wewe mwenyewe umetangaza. That is why sisi wenyewe wote tunaandaa hao wezi. Kwa maongezi tunapokaa pale kwa plot tukiongea. So unasipo uwe na siri. Bwana pesa. Amen. Ungelikucha useme mchungaji, mimi nataka niende ninunue system, ni system gani nzuri? Niweke kwa maombi. Tuombe. Sitachukua pesa yako. Wewe utaenda kununua system yako kwa. Bwana pesa. Lakini kuna wachungaji nao wakijua kwamba huko na hiyo 35000 anataka apate 10. Sasa usipotoa hiyo 10, jamani unaondoka miguu. Hakika ukifika pale Kikomba pesa zimeibiwa. Na anakuambia I knew. Nilichua tu sijaibiwa, maana kutoa hapa. Shetani ashinde. Kwa hiyo wachungaji kama hao ndio wanakataa. Tusio watu wa tamaa. Bwana pesa. Amen. Yusuf aliandaa wana wa Israeli. Akawaambia ya kwamba tuko na amani. Lakini kifo changu kitawaletea shida. Na hii shida ya wakati itakuja, kumbuka kunipepa. Mwende nami kule Kana. Bwana pesa. Amen. Alafu mashauri wakati. Mashauri ambayo yalitoka kwa watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa sababu ya mfalme, nao wakashauri mfalme, wewe umeacha hawa Waisraeli wameenda, ng'ombe nani anachunga, shambani nani anaenda kulima, kwa ofisi kuosha nani ataosha, nani atapika vyakula hapa? Hawa ndio walikuwa wafanya kazi. Tuwafate, twende tuwarudishe. Shetani ashinde. Sawa, wakatoka na farasi na mikuki na kila silaha, wanafuata kwenda kupigana. Na Musa hakukuwa na silaha yote, alikuwa tu na kafumbo pekee yake. Shetani ashinde. Neno la Mungu linasema kwamba walipoenda wakafika katika mlima mkono wa kushoto na mlima mkono wa kulia, na mbele ni pahali ya Shamu. So mlipa iko huko na mlipa iko pande ile, hawawezi wakimbilia hapo, na wana wa Misri ama jeshi la Misri na mfalme wao wamekaribia.
wakasema Musa, sisi tulikuwa tumekaa vizuri, ingawaje tulikuwa tunakula tunapikwa, bali tulikuwa tunalala salama. Mbona ukatuleta tuangamie hapa jangwani? Shetani ashinde. Yaani kuna kitu ambacho huwa kinainuka ndani ya maisha yetu, na unaweza ona ya kwamba imekufikisha mwisho, ni kumbe ndio umefika mahali pa kubarikiwa. Shetani ashinde. Sawa, mahali ambapo huwa unaona umeshindwa, hapo ndio unaenda kufaulu. Amen. Yaani lazima uweke chini mguu, uwe na foundation ndio uweze kupokea. Lakini sisi huwa hatutaki kukanyaga chini. Bwana pesa. Amen. Na mama alinisaa tukiwa na kari 10, nasema tutakuwa na kari 10, 20, 30. Na kumbe alitoa kwa mapepo. Na wewe umekuja kanisani, lazima siende. Whether you like it or not. Yaani upende ukatae, lazima siende. Alafu utapata mali yako ambayo ni sahihi. Bwana pesa. Amen. Kama mama yeye alikuwa ameenda kwa mapepo akapata hiyo mali, na yeye alikuwa anapenda kutoa watoto wa ndugu yake, dada yake wakifariki, kwani unataka kumaanisha na wewe pia utaendelea kutoa hiyo? Na maybe hakukuonyesha mahali hiyo ofisi walikuwa alitoa. Sasa utaendaje huko? Shetani ashindwe. So hapa ndio nakuja nikisema hivi, unastahili kuweka msingi wako wa imani ya kwamba sasa vile nimesimama, mimi ni mwanamke, mimi ni mwanaume, mimi ni kijana, so nataka nipate hili jambo lifanyike kwa njia hii, na Mungu naye atatia rapa star. Maana yake alitangaza kabla hujasaliwa. Bwana apesi. Amen. Kwenye kitabu cha Zaburi 139 ya kwamba baraka zako siko hapo. Yeye anaongojea usitaki. Nataka kale, anakupa kale. Lakini usitake kale. Kale lina visarakasi. Bwana apesi. Ukipata kale, upale mauti, upale kukimbizwa, upale kuibiwa. Kale. Unaweza ukawa na kale lakini usitangaze huko na kale. Bwana apesi. Unaweza ukawa na kale na upatie mtu mwingine anaendesha hilo kale. Lakini ukiwa wewe ni mwenyewe mwenye kale, utachionea sarakasi. Lakini nayo tesi, unaweza ukawa na kale yake unatoa wao anaweka hapo. Wala pesa. Na hiyo truck wewe mwenyewe ndio utaifungua. Umesimamia na mguu ya kuku. Toa, unatoa. Hiyo spiti kama wewe ndio utaitoa. Toa, unaitoa. Alafu anakuambia haya sasa unaweza ukaendesha kari bila kulingana na ujuzi wako. Kama sivyo anakukonga kichwa, unalala pande hii, mwenyewe anakalia stendi. Shetani ashinde. So ukiwa na kari, ili uweze kukaa vizuri, usio unajaza tangi mafuta. Shetani ashinde. Ukijaza tangi mafuta ya kwamba inaweza ikakutoa hapa ufike Mombasa, ndio kari lako litakuwa linapotea, linapatikana likiwa Mombasa. So kari lako ustahili kujaza mafuta. Sasa ile unaipiwa linatoka hapa likifika pale Tachimo, mafuta imeisha. So wataliacha hapa, wanakimbia. Shetani ashinde. But sitasema msinunue makari, nunua. Lakini ukinunua kari ulete ile kupaka hapa. Shetani ashinde. Ndiko na makari 50. Wachungaji 50 ambao wako na makari. Lakini hakuna siku anapiga kwa kupaka. Bwana pesa. Elia aliponunua kari, aliama na kwenda Tono. Bwana pesa. Amen. James aliponunua kari, alikimbia na kwenda Uganda. So, hawataki kubaki hapo kwa matope. Na hali hayo matope ndio yamesababisha hiyo kari kupatikana. Unaona ashindi. So, tusiwe watu ambao tunafanya mambo yasiyo stahili vile fungu limetuambia. Tutumie akili zetu vizuri, na amenena kwa sababu ya haipuiseti. Shetani ashinde. So tukisimamia hapo, tutakuwa tuko mahali ambapo tunaingia.